Ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola. Huu ni miongoni mwa magonjwa ya milipuko yajulikanayo kama homa za virusi vinavyosababisha kutoka damu mwilini. Ugonjwa huu kwa asili upo kwa wanyama kama vile nyani, sokwe na popo. Ugonjwa wa Ebola huambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu au binadamu kwa binadamu mwingine kwa haraka. Binadamu anapata virusi vya Ebola kwa kula au kugusa viungo na majimaji ya wanyama pori wenye maambukizi ya ugonjwa huu. Virusi vya Ebola huenea kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine kwa njia zifuatazo: kugusa majimaji ya mwili kama vile damu, matapishi, jasho, mate, machozi, mkojo na kinyesi kutoka kwa mtu aliyeambukizwa ugonjwa huu. Kugusa au kuosha maiti ya mtu aliyekufa kwa ugonjwa wa Ebola, kugusa vyombo na nguo zilizotumiwa na mtu mwenye maambukizi ya Ebola, kuchangia vitu vyenye ncha kali na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa huu pia uenezwa kwa njia ya hewa. Msikilizaji wangu, hayo ni maelezo ya ugonjwa huu kama yanavyoonekana na kupachikwa Novemba 28, 2019 katika tovuti ya hospitali ya mkoa wa Singida inayomilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dalili za ugonjwa wa Ebola huanza kujitokeza kwa mtu aliyeambukizwa virusi hivi kuanzia siku ya pili hadi siku ya 21 tangu kupata maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa kali ya ghafla, kulegea kwa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa na vidonda kooni. Mara nyingi dalili hizo hufuatiwa na kutapika, kuhara na vipele vya ngozi. Kwa baadhi ya wagonjwa, kutokwa damu sehemu za wazi za mwili kama vile kwenye macho, pua, masikio, midomo na njia za haja kubwa. Maelezo haya yanaendelea kunadi kuwa ugonjwa wa Ebola hauna tiba wala chanjo, bali mgonjwa hutibiwa kulingana na dalili zitakazoambatana na ugonjwa huo. Kuna uwezekano mkubwa wa kuepuka kupoteza maisha iwapo mgonjwa huyu atawahi kupata huduma stahiki. Ugonjwa wa Ebola unaweza kuzuilika kwa kuzingatia yafuatayo. Kwanza, epuka kugusa damu, matapishi, kamasi, mate, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kuosha maiti ya mtu aliyekufa akiwa na dalili za Ebola. Toa taarifa kwenye kituo cha huduma za afya ukiwa na mtu mwenye dalili hizo. Epuka kutumia nguo, matandiko, kitanda, godoro na vyombo vilivyotumika na mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na mizoga ya wanyama. Zingatia ushauri na maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya na viongozi wa serikali. Wahi kituo cha kutolea huduma za afya unapohisi mojawapo ya dalili za ugonjwa wa Ebola. Toa taarifa mapema kwenye kituo cha huduma za afya au viongozi wa serikali za mtaa, kijiji au kata mara uonapo mtu mwenye dalili za Ebola. Kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni na maji yanayotiririka ili kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kwa nini Mwanakwetu siku leo anatayarisha makala ya juu ya ugonjwa wa Ebola? Naomba niseme hadharani, Chadema wanakusanya fedha kwa kisingizio cha kwenda kuandaa umma ili wakatae uchaguzi.
ili wasimamishe uchaguzi. Lakini kuna agenda asiri. Hawa watu na hasa viongozi waandamizi ambao familia zao hazipo Tanzania wanataka kutumia michango inayochangishwa ya tone tone, eti ikifika wakati wakanunue virusi vya Ebola na Mpox ili wavilete visambae Tanzania na uchaguzi usifanyike. Wako tayari kuwaumiza Watanzania kwa kupandikiza virusi vya Ebola wakati wa uchaguzi ili uchaguzi usimame. Huu ni mpango wa siri, wanauratibu, na kwamba huko wanakopita au mchango unaofanywa ni wa kukusanya fedha. Wameshakutana na watu wanunue hivyo virusi, eti ikifika wakati wa uchaguzi, miezi ikikaribia, sisi hapa tuugue Ebola na Mpox katika Tanzania. Naomba niwatahadharishe Watanzania hawa, hajafikia katika level hizo, hajafikia katika ubinafsi wa viongozi wanaoratibu jambo hili. Hili ni jambo la hatari. Chadema na wenyewe wapo watakao kufa katika hili, lakini wenzetu wengine hawana familia hapa Tanzania. Tushindane kwa hoja. Kwa hiyo mnaochangia tone kwa tone, mnachangia kwenda kununua virusi vya Ebola ili waje waviingize Tanzania. Kwa hiyo ile bakuli linalopita na watakapopita watakuwa wanaomba hela, ili fedha hizo wameshakubaliana na watu kwamba kazi hii tunao uwezo wa kufanya. Ikifika mwezi wa 9, nchi nzima itakuwa watu wanaumwa Ebola, hakuna kwenda kazini, hakuna kwenda kupiga kura, na washangilie kwamba tumezuia uchaguzi. Hili ni jambo la hatari sana, na sisi tumeamua, na hasa mimi nimeamua kulisema hadharani kwamba wenzetu wana mpango mbaya katika taifa letu. Kwa makusudi kabisa na masilahi yao, wanapanga mipango michafu ya kuiangamiza Tanzania. Leo nimeusikia mtu anaitwa Amos Makala. Ni vizuri tukalisema hili kwa kifupi.
Amos Makala anasema Chadema inakusanya michango ikanunue virusi vya Ebola na Mpox ivilete Tanzania ili watu wa CCM wafe, alafu tusipige kura, kwamba tutaleta virusi vizuie uchaguzi. Sasa unajiuliza kwamba hivyo virusi vinavyokuja ambavyo vitamjua huyu ni Chadema na huyu ni CCM ni virusi vya aina gani? Alafu Amos Makala anatuambia tunaenda kununua virusi bila kuambia Watanzania hivyo virusi vinauzwa duka gani na kwa bei gani, ili tuambie WHO wakaviangamize kule vinakouzwa. Haiwezekani msemaji wa chama akasema hivyo. Hizi zinaitwa biological attacks. Kama virusi vinakuja hapa, maana yake anawaambia watalii wasije Tanzania kwa sababu wakija hapa watakufa. Huyu ni mhujumu uchumi. Peoples! Watanzania kumekucha! Watanzania piga kelele! Mwalimu! Yasini! Vivas! Chadema! Kumekucha! Hai! Kula zote! Kwa Chadema! Hai! Songa mbele! Tusichoke! Watanzania! Tupige kura! Hai! Chadema yetu! Kumekucha! Hai! Vivas! Tusichoke! Hai! Uwaga basi! Pitisha basi! Kura zote! Kwa Chadema! Hai! Lisu hai! Hai! Boy hai! Nika hai! Salumu hai! Msigwa Majinga hai! Bajaji hai! Wakulima hai! Aya Chadema! Chadema yetu! Namba moja we! Chadema! Aya Chadema! Namba moja we! Lisu Chadema! Wote Chadema! Dodoma we! Wote Chadema! Twende ni Chadema! Wote Chadema! Bea Chadema! Hayo ni maelezo ya katibu wa itikadi na uenezi CCM Taifa Amos Makala aliyotoa mkoani Simiyu. Na haya ni maelezo ya John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara. Mwanakwetu anashauri nini katika hili? Mganga mkuu wa serikali ana wajibu wa kutoa kauli yake juu ya tukio hili. Itakuwa mwongozo wa wananchi ili kuepusha taharuki kwa taifa, maana maneno ya ndugu Amos Makala yana madhara makubwa kwa taifa katika vyanzo mbalimbali vya mapato, iwe utalii, biashara ya vyakula vya mazao yanayotokana na nyama. Kikubwa mganga mkuu wa serikali anachoweza kufanya ni kutoa, je, kweli watu wanaweza, kwa utaratibu wa dunia mtu anaweza kwenda kununua virusi hivyo na kuvisambaza? Je, kuna uchunguzi wote unafanyika katika hilo?
Je, kauli hiyo ina ukweli wowote? Kikubwa wanasiasa wawe makini na kauli zao katika masuala ya taalam, hasa mambo ya kisayansi, na majukwaa yao waeleze utekelezaji wa ilani. Masuala ya kisayansi yaelezwe kwa ujumla wake tu. Kama swala la kiuchunguzi la kisayansi, basi taasisi za uchunguzi zifanye uchunguzi, kisha msimamo utolewe na mganga mkuu wa serikali. Mwanakwetu upo, kumbuka tu mganga mkuu wa serikali atoe neno. Jina langu ni Adeladius Makwega na kutakia siku njema. Alors ozangi ba niveau universel. Bae bazalaka kofinga pe kotongo bakoma lelo ba mastra. Ngai moto na mesana kobondela wa bononenga chérie. Je suis resté seul.